mshindi wa kwanza na wa pili, na hawa si wengine ni benki ya CRDB ambao wametoa hizo jezi. Tutaanza na mchezo wa mpira wa goli wasichana. Tunaomba washindi kwa maana Tanga, Morogoro na Njombe muwe tayari. Mshindi wa tatu wasichana mchezo wa goli ni Tanga. Mshindi wa tatu sogea Tanga. Mshindi wa pili Morogoro uwe karibu. Mshindi wa pili ni mkoa wa Morogoro. Morogoro, baada ya kupokea kikombe rudi kwenye kiti ukae, kutakuwa na picha ya pamoja. Na mshindi wa kwanza goli wasichana ni mkoa wa Njombe. Njombe piga kelele. Njombe piga kelele kwa ajili ya mgeni rasmi. Goli wa vulana mshindi wa tatu ni mkoa wa Iringa. Iringa piga kelele. Mshindi wa pili Kilimanjaro mjiandae. Piga makofi kwa Kilimanjaro. Mshindi wa pili ni Kilimanjaro. Na mshindi wa kwanza ni mkoa wa Morogoro. Morogoro piga kelele. Mchezo utakaofuata ni mchezo wa mpira wa meza wasichana. Mshindi wa tatu ni mkoa wa Pwani. Mshindi wa pili ni Pemba. Mshindi wa pili Pemba. Hawa wamevuka bahari mbili. Piga kelele kwa Pemba. Na mshindi wa kwanza mpira wa meza ni mkoa wa Dar es Salaam. Dar es Salaam piga kelele. Pemba piga kelele. Mshindi wa pili ni Simiyu. Simiyu sijasikia kelele. Mshindi wa kwanza ni mkoa wa Dar es Salaam. Mchezo unaofuata ni mpira wa mikono wasichana. Geita, Morogoro, Songwe mjiandae. Mshindi wa tatu ni mkoa wa Geita. Geita piga kelele. Mkoa wa pili ni mkoa wa Morogoro. Na mshindi wa kwanza mpira wa mikono wasichana ni mkoa wa Songwe. Songwe piga kelele. Mikono wa vulana Dodoma, Morogoro, Songwe mjiandae. Mshindi wa tatu ni mkoa wa Dodoma. Dodoma piga kelele. Mshindi wa pili ni mkoa wa Morogoro. Na bingwa wa mpira wa mikono wa vulana ni mkoa wa Songwe. Mchezo unaofuata ni netiboli. Hii inahusisha wasichana pekee. Mshindi wa tatu ni Geita. Geita piga kelele.
Mshindi wa pili ni Mwanza. Mwanza mpo? Na hawa wanapata, mshindi wa pili anapata jezi kutoka CRDB, kikombe pamoja na jezi. Na mshindi wa kwanza ni mkoa wa Songwe. Songwe pia wanapata kikombe na jezi kutoka CRDB. Mpira wa wavu wasichana, taanza Mtwara, Mbeya, Simiyu, mjiandae. Mshindi wa tatu ni Mtwara. Makofi kwao Mtwara. Mshindi wa pili ni mkoa wa Mbeya. Na mshindi wa kwanza ni mkoa wa Simiyu. Makofi kwao Simiyu. Wavu wavulana, Tabora, Pwani, Mwanza, mjiandae. Mshindi wa tatu ni mkoa wa Tabora. Makofi kwao Tabora. Mshindi wa pili ni mkoa wa Pwani. Makofi kwao Pwani. Mshindi wa kwanza ni mkoa wa Mwanza. Makofi kwao Mwanza. Mpira wa kikapu, kikapu tuna aina mbili, 5 kwa 5. Tutaanza na wasichana, Arusha, Singida, Dar es Salaam, mjiandae. Mshindi wa tatu ni mkoa wa Arusha. Makofi kwao Arusha. Mshindi wa pili ni mkoa wa Singida. Makofi mengi kwao Singida. Na mshindi wa kwanza basketball wasichana ni Dar es Salaam. Makofi kwao Dar es Salaam. Wavulana Mwanza, Unguja, Dar es Salaam, mjiandae. Mshindi wa tatu wataanza Mwanza. Mshindi wa pili Unguja. Na mshindi wa kwanza ni mkoa wa Dar es Salaam. Mpira wa kikapu 3 kwa 3 uwanjani, wasichana Arusha, Songwe, Dar es Salaam, mjiandae. Mshindi wa tatu ni Arusha. Makofi kwao Arusha. Mshindi wa pili ni Songwe. Makofi kwao Songwe. Mshindi wa kwanza ni mkoa wa Dar es Salaam. Makofi mengi kwao Dar es Salaam. Wavulana Mwanza, Pwani, Dar es Salaam, mjiandae. Mshindi wa tatu ni Mwanza. Makofi kwao Mwanza. Mshindi wa pili ni Pwani. Makofi kwao Pwani. Babu wewe. Na mshindi wa kwanza ni mkoa wa Dar es Salaam. Sanaa za maonesho mjiandae, tutaanza na kwaya Tabora, Iringa, Kigoma, mjiandae. Mshindi wa tatu ni Tabora. Tabora, makofi kwao kwa kipengele cha kwaya. Mshindi wa pili ni mwenyeji Iringa. Makofi mengi kwa Iringa. Na mshindi wa kwanza ni mkoa wa Kigoma. Makofi kwao Kigoma. Ngoma Arusha, Simiyu, Pwani, mjiandae. Mshindi wa tatu ni Arusha. Mshindi wa tatu Arusha. Mshindi wa pili ni Simiyu.
Na mshindi wa kwanza Goma ni mkoa wa Pwani. Makofi kwa Pwani. Muziki wa kizazi kipya Kagera, Mwanza, Songwe mjiandae. Mshindi wa tatu ni Kagera. Mshindi wa pili ni mkoa wa Mwanza. Makofi kwa Mwanza. Muziki wa kizazi kipya hii. Mabingwa kwa upande wa muziki ni mkoa wa Songwe. Makofi kwa Songwe. Mshindi wa jumla katika kipengele cha sanaa za maonyesho, mshindi wa tatu ni Simiyu, mshindi wa pili ni Iringa na mshindi wa kwanza ni Pwani. Ng'ombe Simiyu, mshindi wa tatu jumla sanaa za maonyesho, mshindi wa pili Iringa sanaa za maonyesho, Iringa, na mshindi wa kwanza sanaa za maonyesho ni mkoa wa Pwani. Mchezo wa riadha wasichana Manyara, Tabora, Mwanza mjiandae. Mshindi wa tatu wasichana ni mkoa wa Manyara riadha. Manyara, Tabora, Mwanza mjiandae. Mshindi wa tatu ni Manyara, mshindi wa pili ni Tabora na mshindi wa kwanza ni Mwanza. Riadha wavulana Tabora, Pwani, Mara mjiandae. Mshindi wa pili wasichana ni Tabora. Makofi kwa Tabora. Mshindi wa kwanza riadha wasichana ni mkoa wa Mwanza. Riadha wavulana mshindi wa tatu ni mkoa wa Tabora. Tabora riadha kama ilivyo mchezo wenu, kimbieni. Mshindi wa pili ni mkoa wa Pwani. Na mshindi wa kwanza riadha wa wavulana ni mkoa wa Mara. Usafi wasichana Mtwara, Mwanza, Tanga mjiandae. Usafi wasichana Mtwara, Mwanza, Tanga mjiandae. Wakati huo wavulana Ruvuma, Tabora, Iringa mjiandae. Mshindi wa tatu usafi ni Mtwara. Mshindi wa pili usafi wasichana ni mkoa wa Mwanza, na mshindi wa kwanza usafi wasichana ni mkoa wa Tanga. Mkoa wa Tanga haraka, mchezaji mmoja. Tanga, Tuma, Tabora, Iringa mjiandae. Sogeni karibu pokea vikombe. Ruvuma, mshindi wa tatu ni Ruvuma, usafi wa vulana, mkoa wa Ruvuma, kimbia tafadhali. Wakati huo Tabora, Iringa hapo wapi? Sogea karibu pale. Tabora, mshindi wa pili, makofi kwao. Na mshindi wa kwanza usafi wa vulana ni mkoa wa Iringa. Makofi kwa Iringa. Soka kawaida, ambayo tuanza na wasichana
Mkoa wa Tabora, Dodoma, Mwanza mjiandae. Hawa watapata na jezi kwa maana mshindi wa pili na wa kwanza wakiwakilisha michezo mingine. Mshindi wa tatu ni Tabora. Makofi kwa Tabora. Mshindi wa pili ni Dodoma. Makofi kwa Dodoma. Na mshindi wa kwanza ni mkoa wa Mwanza. Makofi kwa Mwanza, akiwa wanapata kikombe na jezi. Soka wavulana, mshindi wa tatu ni mkoa wa Dar es Salaam. Makofi kwa Dar es Salaam. Mshindi wa pili ni Morogoro. Makofi kwa Morogoro. Wanapata kikombe pamoja na jezi kutoka CRDB Bank. Na mabingwa wa mpira wa soka wavulana ni mkoa wa Pemba, wanapata pia kikombe pamoja na jezi. Matokeo ya jumla, kikombe huwa kinatoka kimoja, lakini mikoa iliyoshika nafasi 10, namba 10 ni Kilimanjaro, namba 9 Songwe, namba 8 Dodoma, namba 7 Arusha, namba 6 Iringa, namba 5 Morogoro, namba 4 Pwani, namba 3 Tabora, namba 2 Dar es Salaam, namba 1 ni mkoa wa Mwanza. Bingwa wa mashindano wa UMISETA 2025 ni mkoa wa Mwanza. Piga makofi mengi kwa Mwanza. Hatimaye bingwa wa jumla atambulika. Bingwa wa jumla atambulika. Dar es Salaam wanachukua nafasi ya namba 2 kitaifa. Hawa mabingwa wanaongezwa hapa chuo kikuu cha Iringa, wanatoa ofa ya mabingwa kutembelea chuoni hapo. Kwa hiyo inategemea safari imepangeje. Chuo kikuu cha Iringa wanawakaribisha sana kutembelea kutokana na kazi kubwa tulifanya. Hongereni sana mkoa wa Mwanza. Asante sana. Hao ndo mabingwa wa mikoa tofauti. Sogeni baada ya hii picha kwa kila mchezo. Kazi yenu mliofanya ni kubwa, tunashukuru. Sogeni mpate picha ya pamoja. Red Cross. Picha ya mwisho itakuwa ni ya Secretariat. Baada ya Red Cross kuna kundi lingine la muhimu sana ambalo limetusaidia kufanya shughuli kubwa. Scout, tunaomba mpate picha ya pamoja. Scout, tafadhali. Baada ya Scout kusherehekea ushindi mheshimiwa mgeni rasmi. Kuna wengine mchezo wa Triple K uliahusu mapema, kula kulala na kushangilia, waliishia kwenye makundi. Michezo mlioko hapa mnafanya jukumu kubwa na muhimu la kujenga afya zenu, lakini pia kuandaa ajira zenu. Viongozi waliotangulia kusema wamesema vizuri sana kwamba sasa mitaala yetu imeboreshwa. Badala ya kuwa na elimu ya darasani peke yake, tumekwenda kuwa na elimu ya mafunzo ya amali. Mafunzo ya amali yanajumuisha masuala ya ufundi wa aina mbalimbali, yanajumuisha masuala ya umahiri katika michezo ili kukuza vipaji vyenu, lakini pia kuwaletea ajira. Hongereni sana kwa kushiriki na muendelee kushiriki. Haya ni mafunzo muhimu sana katika taifa letu, na ni pia katika maisha ya mtu mmoja mmoja.
UMISETA oye! Iringa oye! Michezo safi! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Asante sana Mheshimiwa Comrade Heri James, mkuu pamoja kuanzia ngazi ya familia pamoja na wadau mbalimbali. Hivyo nitumie fursa hii kuwaomba wadau na wananchi wote wenye mapenzi mema kuunga mkono juhudi za serikali katika kuendeleza sekta ya michezo na sanaa kwa kuwekeza katika vituo vya michezo, miundombinu ya michezo na kufungua akademia za michezo ili kukuza na kuendeleza vipaji. Ndugu viongozi na wana michezo, katika kuendeleza azma ya serikali kukuza vipaji na kuviendeleza, serikali imeanzisha shule za amali zikiwemo amali za michezo na sanaa, na niwaombe maafisa elimu wa mikoa wote, maafisa elimu wa halmashauri zote nchini, tuendelee kusimamia kwa nguvu kubwa shule hizi, na ninyi ni mashahidi katika mashindano haya. Mmeshuhudia mikoa iliyowekeza katika shule za michezo kwa maana ya vitalu imefanya vizuri zaidi na imefanya vizuri sana. Tuwapigie makofi mengi mikoa iliyofanya vizuri zaidi. Wakati ni sasa wa kufanya. Dr. Samia Suluhu Hassan inaendelea kufanya ukarabati na ujenzi wa miundombinu ya michezo katika shule teule za michezo nchini. Shule hizi 56 za sekondari zinahusisha shule 2 kwa kila mkoa kutoka mikoa yote ya Tanzania bara, ikiwa na lengo la kuendeleza vipaji vya michezo mbalimbali vinavyoibuliwa kutoka katika ngazi za shule za msingi. Ndugu viongozi na wanamichezo, utekelezaji wa mpango wa kuboresha miundombinu hiyo utafanyika kwa awamu kulingana na upatikanaji wa fedha, ambapo kwa awamu ya kwanza imefanyika tathmini ya miundombinu ya michezo katika shule 7 kutoka katika mikoa ya Iringa. Hapa tulipo Iringa, jipigeni makofi mengi, tuwapige makofi mengi Iringa. Iringa oye! Mkoa wa Ruvuma, Tanga, Dodoma, Singida, Pwani na Kagera, ambapo kwa sasa umefikia hatua ya kutangaza zabuni kwa ajili ya kumpata mkandarasi wa kutekeleza mradi huo. Kuboresha sekta ya elimu, serikali kupitia programu ya Boost ambayo inalenga kuboresha upatikanaji fursa sawa katika ujifunzaji bora wa elimu ya awali na msingi Tanzania bara. Boost ni sehemu ya mpango wa lipa kulingana na matokeo katika elimu awamu ya pili kwa maana ya EP4R2, na inachangia utekelezaji wa mpango wa maendeleo wa sekta ya elimu wa miaka mitano 2021-22 hadi 25-26. Serikali kupitia mradi wa Boost imepanga kujenga vyumba vya madarasa 12,000 ifikapo Juni 2026, ambapo hadi kufikia Juni 2025 imejenga vyumba vya madarasa 9564 na fedha kwa ajili ya vyumba vya madarasa 2436 vilivyobaki zitapelekwa shuleni ndani ya mwaka huu wa fedha 2024-2025. Wana michezo, makofi mengi kwa serikali. Miundombinu ya sekta ya elimu kwa kujenga shule nzuri kabisa za sekondari, shule nzuri za msingi, madarasa mazuri. Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea kufanya kazi nzuri sana. Tumpigie makofi mengi Mheshimiwa Rais. Ndugu viongozi na wanamichezo, pamoja na hayo, katika kuboresha sekta ya elimu, serikali imepanga kuratibu programu mbalimbali za kuboresha sekta ya elimu, ikiwemo programu ya shule salama katika shule za awali na msingi 6,000, ambapo kufikia Juni 2025 shule 2500 zimewezeshwa kutekeleza mpango wa shule salama. Utekelezaji wa shule 3500 zilizobaki unaendelea na unatarajiwa kukamilika ifikapo Disemba mwaka huu 2025. Kuongeza uandikishaji wa elimu awali na msingi kutoka 76.9 mwaka 2021 hadi kufikia 89.4 mwaka 2024. Utekelezaji ambao umevuka lengo la mradi kabla ya muda na kutoa mafunzo ya matumizi ya vifaa kwa ajili ya njia zilizoboreshwa kufundishia na kujifunzia elimu ya awali katika madarasa ya awali 12,000, ambapo kufikia Juni mwaka huu 2025 mafunzo kwa walimu na fedha kwa ajili ya ununuzi wa vifaa
zimetolewa kwa shule 1012. Salama, jumla ya walimu 3294 kutoka katika shule za sekondari 1098, maafisa elimu taaluma wa halmashauri 26, maafisa elimu wa mikoa 9 na maafisa elimu wa wilaya kwa mikoa 9 na maafisa wa idara ya elimu ya sekondari wa halmashauri watakao ratibu utekelezaji wa mpango wa shule salama 183. Aidha, serikali katika kipindi cha mwaka 2021 hadi 2024 imeendelea kuboresha sekta ya elimu kwa kuimarisha miundombinu ya shule ya sekondari nchini, ikiwemo ujenzi wa nyumba za walimu 459, madarasa na matundu ya vyoo 4836. Walimu oye! Walimu wetu safi! Wana michezo, pigeni makofi mengi kwa walimu wetu kwa kazi nzuri wanayoifanya. Wa shule za mchepuo wa michezo, yaani zinazofundisha elimu kwa michezo kama somo, pamoja na kubadilishwa matumizi maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya shughuli za michezo katika majiji, miji na taasisi, ikiwemo shule za msingi na sekondari. Hizi ni baadhi ya changamoto ambazo zinaisibu sekta ya michezo hapa nchini. Ndugu viongozi na wanamichezo, kwa upande wa sekta ya sanaa, changamoto kubwa ni kukosekana kwa miundombinu ya kufanyia au kuoneshea kazi za sanaa, upungufu wa vyuo na walimu wa sanaa, pamoja na dhana potofu katika jamii kwa baadhi ya wazazi, hususan katika eneo la sanaa. Imekuwa vigumu kwa baadhi ya wazazi kuwaruhusu watoto wao kushiriki shughuli za sanaa kwa sababu ya dhana potofu kwamba kushiriki katika shughuli za sanaa ni kupoteza muda pamoja na kujifunza maadili yasiyofaa.